Karibu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha kwenye kipindi chetu chema cha matangazo ya habari za asubuhi ya leo, tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama ni mara ya kwanza kwenye channel hii ya YouTube, nakuomba kufanya kitu kimoja, hakikisha una subscribe, una comment, pia una share ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Au unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo kwenye picha na tukakuunga moja kwa moja kwenye group letu la WhatsApp ili uendelee kupata habari kwa muda wowote. Acha niwakumbushe kama wanandoa wenye umri kati ya miaka 55 na 60 waliuawa kwa kupigwa risasi katika mji wa Baraka, wilaya ya Makampanye, mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia acha niwakumbushe kama masomo bado hayajaendelea eneo la Rusamambu na Bukumbirwa kutokana na kuyumba kwa usalama huko maeneo ya Walikale. Ndugu mpenzi mtazamaji, acha nikusogeza habari zetu za asubuhi ya leo. Baki nasi hadi mwisho ili upate habari. Popote mlipo na karibu kwa taarifa yetu ya siku ya leo. Kwanza, polisi wa kijeshi wanakuja kusaidia polisi wa trafiki kwenye barabara fulani za Kinshasa. Hawa wametumwa kupunguza msongamano wa magari. Wanaonekana hapo Kintambo Magazin, Sosimat na pia kwenye mzunguko wa Wileri. Mtaani Walikale, eneo la afya la Kibua linakabiliwa na matatizo ya kuendesha matunzo. Sababu ni kutokana na uhaba wa dawa muhimu katika maeneo zake zote 12. Mganga mkuu wa Kibua anatuma mwito wa kuomba msaada. Na mjini Lubumbashi, baadhi ya viwanda vya kutengeneza mikate vinazalisha mikate katika mazingira machafu. Viongozi wa jiji hilo waliamuru kufunga maduka haya ya mikate kwa kushindwa kufuata hatua za usafi. Karibu tena kwa wote. Tuanzie taarifa yetu hapa mjini Kinshasa. Polisi wa jeshi wanakuja kusaidia polisi wa trafiki kwenye barabara fulani za Kinshasa. Wabunge hao kama wanavyojulikana wametumwa tangu Jumatatu asubuhi ili kuhudumisha utulivu na kupunguza msongamano wa magari. Hapo Kintambo Magazin na Sosimat na pia kwenye mzunguko wa Wileri, kutaja tu wachache. Uwepo huu unafuatia maagizo kutokana na mkuu wa nchi wakati wa baraza la mawaziri mnamo tarehe 19 Septemba. Baraza pia lilisisitiza maarufu ya kuegesha magari kinyume na sheria. Kutoka Kinshasa tujelekeze pa Ituri ambako teksi na pikipiki imekuwa njia inayotumika sana katika usafirishaji mjini na katika maeneo ya vijijini yaliyotengwa. Kwa vijana wengi ni shughuli ya kuishi ambayo inawaruhusu kusaidia familia zao licha ya hali mbaya na hatari nyingi. Njia hii ya usafirishaji imekuwa maarufu zaidi, inayotumiwa na maelfu wa vijana kutafuta mapato. Ni kama vile Pierre Langalanga, baba wa watoto 3, tena msomi anayekuwa akiendesha pikipiki yake kwa karibu miaka 20. Katika jimbo la Lomami, miezi miwili tu baada ya daraja la zamani la Kamtambai kubadilishwa na daraja lipya lenye metali zote, watu wasiojulikana wanaondoa baadhi ya bolt kutoka kwa miundombinu hii ya barabara. Habari hii ilitolewa na msimamizi wa wilaya ya Luilu akihakikishwa na mkurugenzi wa mkoa wa ofisi ya barabara ya Lomami. Timu imetumwa huko kuimarisha daraja na kuzuia hatari yoyote ya kuporomoka. Maelezo yake Esther Ndalafina yatafsiriwa na Florence Kiza. Daraja la Kamutambai linaunganisha miji ya utawala wa Kashisungu na Luputa, mji mkuu wa wilaya ya Luilu, kwenye barabara ya mkoa 819.
inarahisisha biashara na uhamishaji wa mazao kutoka mashamba ya utawala wa Kashisungu kwenda Mwenedutu na Mbujimai, vituo vikuu vya matumizi. Kwa takribani wiki mbili watu wasiojulikana wamekuwa wakiujulu daraja hili, kwa mjibu wa msimamizi wa eneo la Lwilu. Andre Mande hakusita kuzungumza na mkurugenzi wa ofisa ya barabara ya mkoo. Engineer Bravo Ngoi, mkurugenzi wa ofisa ya barabara ya mkoo, alidhibitisha vitendo hivi vya hujuma. Timu moja imetumwa kwenye tovuti kuchukua nafasi ya Boliti. Engineer Bravo Ngoi anatoa wito kwa idadi ya watu na mamlaka kulinda muundo huu. Kama vile tulivyojulisha hapo mbele, Kivu ya Kaskazini, eneo la afya la Kibua katika mtaa wa Walikale linakabiliwa na matatizo ya uendeshaji. Hii ni kutokana na uhaba wa dawa muhimu katika eneo zake zote 12 za afya kwa miezi kadhaa. Mganga mkuu wa eneo la afya la Kibua anatoa malalamiko akiomba msaada kwa mashirika na hata kwa viongozi wa afya. Yves Tsongo anaomba msaada wa dawa wa dharura kwa ajili ya huduma ya wagonjwa. Maeneo yale 12 ya afya katika kanda la Kibua yamekuwa yakikabiliwa na uhaba wa dawa kutokana na kutosaidiwa tena na wenzao, anasema mganga mkuu wa kanda hii. Kulingana na yeye, mashirika ya kipekee kama vile Premiere Urgence kwa mfano, ambayo ilisaidia angalau maeneo 8 ya afya, haipate tena uwezo wa kufika ndani ya eneo hilo tangu mwaka 2024. Tunaendelea na habari zingine. Wakaji wa Chopo lazima wajihusishe katika kulinda mji na kupambana na uvamizi wowote wa adui katika eneo hilo. Ujumbe huu unatoka kwake Brigade Jemadari Jean Daniel Batabombi, naibu kamanda wa kwanza anayesimamia elimu ya uraia na uzalendo kwenye ofisi kuu ya FARDC. Alieleza hivyo mbele ya madereva wa teksi na pikipiki na maafisa wa wilaya mbalimbali. Aliwasilisha ujumbe huu kwao Jumatatu hii kwenye eneo la Martyr na katika chumba cha mikutano cha ukumbi wa jiji la Kisangani. Ripoti yake Jacques Mukonkole. Walikusanyika wengi kunako uwanja wa mashahidi, madereva wa moto waliokuja kusikiliza Generali Jean Daniel Batabombi Panza, mchunguzi wa elimu ya uraia na upendo wa taifa. Alikuwa na ujumbe mmoja tu kwao, yani kusambaza taarifa za usalama kwa wakati halisi kwa mamlaka za kiraia, polisi na kijeshi. Hivyo basi General anawashauri kushirikiana, bila shaka itakuwa vigumu kuepuka kuingiliwa. Zaidi ya hayo, ujumbe huo unapewana kwa meya, viongozi wa mitaa na barabara za jiji la Kisangani. General Jean Daniel Batabombi anawashauri kutokutega lisigio kwenye mitandao ya kijamii. Kisangani wakati alikuwa analeta mapromese yake ya mois de mars, non le 20 mars ilitakuwa pale. Sasa iko wapi? Iko wapi? Alikuwa na seme psychose ndani yenu, kuwapatia boka. Parce que kuko watu walifunga mizigo hapa mnavuka huko ngamu. Sasa a partir ya leo tutafikia kwa ile point. Parce que adui iko na utiliser ba moyo yote. Madereva wa moto, meya wa mashirika wao wanasema wameshahamia ujumbe huu. Wanatamani kushirikiana kwa uwazi kati yao na mamlaka ili kushinda mikakati yote ya adui. Mji Kisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi. Tunaendelea na habari za usalama. Hali ya Mobondo katika eneo la Kwamut, mizozo ya kijamii huko Bolobo na Yumbi na mzozo wa mipaka kati ya maeneo ya Inongo na Kiri ni miongoni mwa maswala mengi zenye kusababisha mivutano katika jimbo la Mai-Ndombe. Zitatambuliwa na kuhakikishwa Jumapili hii mjini Inongo wakati wa kikao cha baraza la usalama la mkoa kilichoongozwa naye naibu mkuu wa waziri na waziri wa mambo ya ndani na usalama Jacquemain Shabani anayetembelea huko. Tumsikilize gavana wa Mai-Ndombe Nkoso Kevana katika sehemu hii iliyochaguliwa na Grace Amzati. Nous avons également parlé de tout ce qui cadre avec l'instrumentalisation. Tulizungumza pia kuhusu jambo la kutumikisha vijana kwa matendo mabaya, wito kwa vijana kutokutii maagizo yanayotolewa na viongozi wa jimbo. Lakini cha muhimu zaidi ni kwamba waziri alitupa miongozo. Angetaka watoto wa Mai-Ndombe waweze kupatanisha wao kwa wao,
hasa waheshimiwa wa jimbo, viongozi wa jimbo, viongozi wa kisiasa wa jimbo, lazima wazungumze kati yao, wapatane hapa jimboni Mai Ndombe ili tuone mambo yapo sawa. Bila shaka pia alisema katika haya yote haki lazima nayo itekeleze kazi yake, yani kila aliye na jambo kwenye sheria lazima ajibu kwa matendo yake mbele ya mahakama. Lakini upatanisho kati ya watoto wa jimbo bado ndio jambo kubwa kabisa ambayo inaweza kufanyika hapa katika mji mkuu wa jimbo la Mai Ndombe. Tujelekeze pa Lubumbashi. Baadhi ya viwanda vya kutengeneza mikate vinazalisha mikate katika mazingira machafu. Hayo yalibainishwa wikendi iliyopita na meya wa jiji baada ya kutembelea viwanda hivi vya kutengeneza mikate. Mamlaka ya jiji iliamuru huduma zao kufunga maduka haya ya mikate kwa kushindwa kufuata hatua za usafi. Maelezo mengi na Paula Munanga. Maduka mbili ya kuoka mikate ilivyotembelewa na meya wa Lubumbashi iko karibu na soko la Mimbulu huko Machipisha mjini Lubumbashi. Nje ya maduka haya ya mkate hutoa picha nzuri, lakini ndani viwango vya afya vinavyohitajika ni mbali na kufikiwa. Kwa mujibu wa mashahidi, vifaa vinavyotumika kwa kutengeneza mkate ni vichafu. Unga kwa ajili ya kutengeneza chakula hii imewekwa katika mazingira yasiyofaa. Unga huu umejaa nzi na tayari umeanza kuharibika. Mashahidi wanaripoti mchanganyiko huu utawekwa kwenye tanuri kwa ajili ya kutengenezea mkate au mandazi mengine yasiyokusudiwa kwa matumizi ya binadamu. Maji yanayotumika kuchanganya na unga huu siyo safi. Hata wafanyakazi wanayotengeneza mkate wanavaa vazi ya uchafu, anabainisha meya wa Lubumbashi kwa muda. Bwana Patrick Afwimbi anaona kuwa vyo viko uchafu pia. Kukabiliana na hali hii, meya wa Lubumbashi aliamuru huduma zake kuzuia duka hizi za kuoka mikate. Toka Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi. Tunarudi tena mjini Kinshasa. Vitongoji kadhaa vilivyo kando ya barabara ya Sekomaf katika eneo la Njili au Kimbanseke vinatumika kama maeneo ya soko la bustani. Ni kama vile hali ya Terre Jaune, Esanga na Mosengo na Salongo. Wafanyabiashara wa bustani wanasema wanaona shughuli hii inawapatia njia ya kujibu kwa mahitaji yao, kujilisha wenyewe na kusomesha watoto wao. Hata hivyo wanakabiliwa na matatizo fulani, hasa upatikanaji wa maji na vitisho vya kufukuzwa. Wanaomba mamlaka kwa sababu ya eneo hili linawakilisha njia yao pekee ya kuishi. Gloriane Lepea alikutana nao. Ripoti yake Jacques Mukonkole. Wapendwa wasikilizaji, karibu tena kufuata kipindi cha pili cha taarifa yetu, naye msomaji Rosalie Zawadi. Radio Okapi, invité en Swahili. Katika mji wa Beni, wasichana na wanawake wengi watumia vinywaji vya kulevya. Wataalamu wanapiga kengele. Moja wao ni Dr. Giselle Kilomba, mkurugenzi wa matibabu wa kliniki Mafamia huko Beni. Yeye adai kuwa unywaji pombe unazuru afya ya uzazi na kiakili ya vijana hao wa kike. Kutokana na ukubwa wa tukio hilo, Dr. Kilomba anatoa wito kwa viongozi kuingilia kati haraka swala hili ili kuokoa maisha ya vijana hao wa kike na wa mama. Hivi ndivyo anavyoeleza katika mahojiano haya na Mark Marofimbo. Daktari Giselle Kilomba, jambo. Jambo bwana journaliste. Matumizi ya pombe kali kwa mwanamke inakuwa na madhara gani? Matumizi ya pombe yote kama inatumikishwa mubaya kumwili iko na madhara mingi. Asa hiyo ya pombe kali kwa sisi wanawake iko na madhara mingi ndani ya afya. Ya kwanza tunapasha jua kama sisi wanawake namna tunaumbiwa haiko sawa ya wanaume. Sie wanawake tuko na kazi ya reproduction. Sie ndio tunachukua mimba,
singo tunazaa watoto, na mwili yetu ya sisi wa mama inakuwa kwanza na mafuta mingi na maji kidogo par rapport ya bababa. Or tunajua kama mutu maji ndio inapasha kuwa ya mingi sana, me maji ya sisi wa mama inachangana na mafuta juu tuko na maminofu, hormone kisha ingia kudamu, mtu anaanza nenepa. Donc ile sasa pombe ya makali sana ile iko na madhara mingi kwa mwanamke juu inaweza leta magonjwa sawa vile kanser ya maziba. Mwanamke wa kukunywa pombe ya makali sana atawezi fanya kansa ya maziba, inaharibisha maini. Naona maini ndio izine ya mwili. Sasa ile mapombe inaharibisha maini. Oro maini ndio izine, inatransforme mafuta, inatransforme bitu mingi kumwili yetu juu tupate afya njema. Sasa ukishatia pombe ya moto, kisenye maini inafanya kazi yake, inageuka nini? Mafuta ya uchafu tunaita cholesterol. Ikisha kwa ya mingi yenye inatokana kupombe ya moto inaharibisha maini, na pale deja mazara ya kugonjwa maini inaonekana. Ya pili tena ingine mazara, mama wa mimba wakati anakunya pombe ya moto, pale tena naribisha ile doze yeko mkubwa sana ikunywa, me iko na mtoto ndani, deja anatia mtoto wake anakuwa mulevi ndani ya tumbo. Inaleta tunasema mu français retard de croissance in utero. Donc mama wa kukunya pombe ya mtoto anarudisha nyuma kuendelea ya afya ya mtoto ndani ya tumbo, kukomaa ya mtoto, fetus juu komale ikikutana na ile pombe haitakomaa saa vile zingine. Donc ile pombe inaharibisha mtoto, hata komaa bien. Unakuta mimba iko na miezi 9, mama anazala mtoto wa kilo 1, mtoto anatoka mtumbo anakuwa sawa mzee. Wanasemaka un fetus avec l'aspect vieillot. Donc mtoto anazaliwa anakuwa sawa mzee juu ile pombe ya moto inakula maproteine, mtoto anapata tu ya kidogo juu mama anakunya pombe ya mubaya sana. Na juu ya akili ya mwanamke inaweza kuwa na madhara gani juu ya akili yake? Akili itapunguka tu, cerveau iko na yayuka saa yote, hata kuwa na akili timamu, hata kuwa na endurance ya kazi. Donc anashimamia kazi, anakiongoza tiku mwisho, hapana. Ataweza tumika me haizi tumika vema sawa vile mtu mwenye hatumie pombe kali sana. Na kama pia mganga mtaalamu utakuwa na ujumbe kani wala na mapendekezo gani kwa wanawake? Basi sisi wanawake tunapasha jipenda. Ukijipenda hautajaribisha mwili. Tuache hiyo pombe, tusitumizie ile pombe. Wangi wanaleta masababu jua nini wanakunya pombe. Kuko sababu ingine inaendana na saa vile wa mama wa bunyumba anasema yeye akwake tena na tamaa ya bwana yake, kama hakunye pombe hata jisikia bien. Hapana, ni kujaribisha. Leo ulikunya hii unapata efe, saa ile yenyewe unazoea utabadilisha, bandaka na ongeza degree, inakuwa saa vile mazoezi, tunakuwa dependant wa alcool. Tuache, tukikunya pombe tukunye na moderation, juu mwili haina lazima taya pombe ya mingi. Mwili iko na lazima tu ya 30 centilitres d'alcool ou de vin juu ya kufasilite digestion. Juu wengine watu wanashindwa kudigere chakula, ndio nakuta anakunya vin kamezire ka kidogo. Or chakula tunakulaka sisi haiko kilo, tunakula sombe, tunakula mchicha. Hatukule kabisa chakula sawa vile wazungu tunaonaka wanakula machakula iko na matenere ya mingi, na sisi wetu weusi Mungu alituumbaka bien. Tuache pombe. Pombe inatupredispose kufanya magonjwa ya moyo, magonjwa ya maini, magonjwa kanseri ya maziba. Inatupunguzia nguvu ya kutumika, inaharibisha elimu yetu, inakuletea mablessure kumwili we peke. Unakuwa na wazia watu mubaya, unakuwa wa kutomboka, unaharibisha mazingira yako binafsi na unaharibisha na ya wengine. Ile ndio shauri nitaweza wapatia wa mama wenzangu. Daktari Giselle Kilomba, shukrani. Shukrani bwana journaliste. Radio Kapi, dossier en Swahili. Huko Bunia wakaaji walipitia siku kadhaa za kukatika kwa umeme, hali ambayo haikuwafurahisha. Ila chanzo cha hali hii ni kwamba santrali ya umeme ya Budana ilianzisha kazi kubwa za kuboresha uzalishaji wa nguvu za umeme. Kusudi ya kazi zile ikiwa ni kusawazisha turbine 2 na kuongeza uwezo hadi megawati 7. Jean-Claude Lokidile alituandalia ripoti hii kuhusu maoni ya wakaaji na ahadi walizopewa.
Kwenye kituo cha bwala umeme cha Budana kazi inaendelea kila siku. Siku za hivi karibuni wafundi wamefanya kazi za umakini kusawanisha mitambo miwili ili kuongeza uzalishaji wa umeme na kufikia uwezo wa megawati 7. Alliance Kingudi ni msemaji wa Green Tech Energy. Avec ma difficulté électrique yenye ilikuwa ile mashine ilikuwa nakufa. Ilikuwa na puissance, ilibakia mashine tu moja. Alors kwa ile tatu kulibakia mashine moja, ile mashine haingesaidia mwingine ya Bunya na Ituri na province inakuwa vile inakuwa de plus en plus kabambi. Kazi hizi zilisababisha kusitishwa kwa muda utoaji wa nguvu la umeme, jambo lililoacha wakazi wa pasipo nguvu la umeme. Hali hii haikuwafurahisha wakazi. Jackie Alinga: hii masiku na insecurity yafaa kura ikue, chakula kufriwe na haribika, kukongelateur inaharibika bila kura, repassage batoto kila mara yafaa baende na biko kwa. Sasa asubuhi ukataka kurepase na makala sangapi tawaka, mtoto atachelewa kwa masomo. Rit Nemasi anasubiri kwa hamu kuona mtaa wake yani Quartier Kindia kupewa nguvu la umeme. Waongozi wa kampuni Green Tech Energy wamesema kwamba upungufu huu ulikuwa wa lazima na kazi zingine zitaendelea ili kuboresha usambaji wa nguvu la umeme. Alliance Kingudi: c'est vrai, malalamiko ilikuwa juu tuko kwa majengo, unaiwa mtu mwenyewe kuna jenga hawezi kuhakisha kama msiku moja atamaliza nyumba. Na sisi iko hivi tuko na jenga rezo ya mpya yenye itakuwa fiable, itakuwa rezo ya mzuri, itakuwa na mashida mingi. Ndio maana tunaambia population batu accompagner kwa hii vision tuko nayo, puisque tuko napenda tujenge ile rezo Bunya mzima, mtu akwe nalipa courant yenye amekonsome. Kwa mujibu wa wataalamu, kazi za namna hii ni za muhimu, lakini bado kunahitajika kutengeneza mtandao kwa daima. Lucien Muliri ni mwalimu wa chuo kikuu. Hatuwezi kuendelea bila umeme wa kutosha na wa kuaminika. Umeme wa namna hii ndio unaweza kutusaidia kutoka kwenye hatua ya uzalishaji tu na kutufikisha kwenye hatua ya kubadilisha bidhaa zetu ili zipate dhamani kubwa, yaani hatua ya transformation. Kituo cha bwala umeme cha Budana kinatarajia kupunguza katika kwa saa zote za nguvu la umeme na kutoa huduma ya uhakika zaidi kwa wakaaji wa mji Bunya na maeneo mengine jirani. Toka Bunya, naitwa Jean-Claude Luki, Dile Radio Kapi. Hapo tunafika mwisho kabisa wa taarifa yetu ya siku ya leo. Shukrani kwa wote waliotusikiliza. Tukutane tena baadaye.